Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kupata kitu kizuri ndani ya usafiri wa wengi, ikiwa kimeachwa na mtu bila kutarajia. Kufahamu kuwa mtu anakupenda ila hutokuwa tayari kuwa naye. Mtu atakufanya uwe na huzuni. Kujiahidi kubadilika kwa tabia fulani. Kutomsalimu mtu kutokana na jeuri zake. Kujihisi mwenye hofu isiyokuwa ya kawaida. Kuwa na mashaka na mtu. Kurudisha kitu cha mtu kilichodhulumiwa. Upendo wa mtu kukufanya utamani kumfanyia kitu cha wema kama malipo kwake. Nyota ya Samaki. Kupatiwa zawadi. Kitu bora kinakuja maishani mwako. Kuongezeka kwa pesa ya ghafla. Kubuni mtindo mpya wa kitu. Kuyaondosha maumivu uliyokuwa nayo moyoni. Uwekezaji wako sehemu utakuwa hauna mabadiliko. Kuzingatia jambo baada ya kitu kutokea. Nyota ya Nge. Kwa baadhi yenu kufikia tamati kimahusiano na mtu uliyempenda sana. Kutoa angalizo la kitu. Kupatiwa taarifa ya kitu kuharibika. Moyo kukuuma sana. Kujing'ata sana mdomoni. Kuna namna mbaya unayosemwa. Kubadilishiwa mzigo ukiwa safarini. Wengi wenu mtakuwa kwenye hasara sana. Kubadilisha namba ya mawasiliano. Kusimuliwa kitu. Kukaa kwa mawazo. Kwa wachache wenu wiki hii itakufanya ujihisi amani. Kupata kitu. Kufarijika na kutimiza jambo. Maelewano mazuri kurudi. Nyota ya Ng'ombe. Kukabidhiwa kitu. Kuwaza kukamilisha jambo kwa haraka. Kutoa tamko litakalowahamasisha watu kitu. Mtu kubabaika kuongea kutokana na hasira. Moyo wako kukosa amani. Mafikirio mabaya kujirudi tena kwako. Ila wengi wenu mtakuwa kwenye nyakati nzuri. Tarajia mazuri kutimia, ambayo uliyahangaikia kwa muda mrefu. Kuna jambo utamkera mtu ila hatakuambia. Nyota ya Mbuzi. Kujumuishwa kwenye jambo ambalo hauhusiki. Kutoa matangazo ya kitu. Kuhisi kubahatika kutokana na vitu utakavyovipata. Kufuta vitu ambavyo havistahili kwa simu yako. Kumfanyia mtu huduma ya haraka. Mtu kukushukuru. Mtu kutaka kukuchafua kwa sifa mbaya. Nyota ya Mashuke. Kumjali sana mtu. Kabla ya kuambiwa kitu utafanya utekelezaji. Kutokuwa na kinyongo. Kujikuta unasamehe sana kwa wepesi. Kununua kitu kipya. Taarifa ya kifo au msiba wa mtu utakaokushtua. Utaujua ukweli ambao ni siri kubwa iliyokuwa imejificha. Kuna haki utakayoidai. Akili yako itakuwa yenye maarifa makubwa. Nyota ya Mshale. Kusikiliza sana masuala ya kidini. Kufahamiana na mtu mtakayeonesheana upendo sana. Kufuta namba ya mtu kwa simu yako. Chuki yako kuongezeka kwa mtu. Utahisi mtu anajutia kitu alichokifanya. Mawazo yako yanaunda ukweli wa kitu. Utatimiza ulilolisema. Nyota ya Punda. Kumwona mtu akiwa kazohofika sana. Kujaza fomu kiutofauti na inavyotakiwa. Kukosa la kuongea baada ya kuambiwa kitu. Kuyasikia tena mambo mengine yatakayokuchosha. Mwongozo wako kukuonya kitu na utafuatiza onyo hilo na kusalimika kwa tatizo. Nyota ya Simba. Kutotaka mtu akumbushie kitu kitakachosababisha mzozo. Kwa baadhi yenu tarajieni mazuri kwenye kazi au mahusiano. Mipango mingi kuifupisha kwa sasa na kufanya linalowezekana. Utashindwa kumsamehe mtu na kuamini kuwa anahitajika au kustahili kupitia maumivu kama ulioyapitia. Kuomboleza msiba wa mtu. Kuhisi kisunzi au kichwa kuuma. Mtu kuhitaji kukujua zaidi kabla ya umoja wenu. Nyota ya Ndoo. Kujadiliwa kwa jambo linalokuhusu.
Mtu atatoa pesa yake kwa kulalamika. Kujikuta unakuwa na fikra za mbali kwa mtu. Kufanya kazi itakayo kuumiza kifua. Mwili kuwa mchovu sana. Watu kuongea kitu kitakacho kufurahisha na kukufanya uongeze bidii. Mtu wa karibu yako kama familia, jamaa au rafiki. Kupata uongozi au kuipata taarifa nzuri kuhusu yeye. Mtu atakujulisha ana tatizo au ugonjwa wa tumbo. Nyota ya Mizani. Mgeni au wageni kukufikia. Kuzungumza sana kuhusu jambo la mtu. Hautohitaji kupoteza kitu ukipendacho. Kuhisi moyo wako una wasiwasi. Kuorozesha watu katika michango ya usaidizi wa kitu. Mtu atapendezwa na ulichokifanya. Nyota ya Mapacha. Kuchunguza mabadiliko ya mtu yanatokana na nini. Kupenda vitu vizuri. Mtu kupendezwa baada ya kuongea na wewe. Kuongea kwa kulia. Kutopendezwa na kitu alichokifanya mtu. Kumpa mtu pesa yako ya akiba. Kusoma dua au kufanya maombi kwa sababu maalum. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.